Kwa hiyo sasa ikabidi tena chemba tukae tena kutumia wataalamu wetu wa ndani kwa kushirikiana na VETA tufikirie namna ya kuaddress hilo tatizo, kwamba kwa sasa migodi mingi inatumia wataalamu kutoka Indonesia, Zambia na maeneo mengine kuendesha hiyo mitambo ya uchimbaji wa chini. Basi tumedesign tumeidentify kozi kama 6 hivi ambazo ni muhimu kwa ajili ya kuondoa eneo hilo, tatizo hilo, na tayari tumetengeneza mitaala kwa ajili ya kozi zote 6 mpya ambazo tutazianzisha pale pale MTT, na hivi tunavyoongea ziko kwenye hatua za mwisho kwenye vyombo vya kuzipitisha, hatimaye zipelekwe na activate kupata ithibati ili tuanzishe hizo kozi mpya. Sasa tuweze kutengeneza vijana wa Kitanzania wenye uwezo wa kuendesha hiyo mitambo kama jumbo, solo na kadhalika, ili kusudi tuondoe wageni waliopo, vijana wa Kitanzania wapate fursa, basi mishahara mikubwa wanaolipwa watu wa nje hizo ibaki ndani, iwasaidie wa Tanzania, izunguke kwenye uchumi, vijana wetu washiriki zaidi kwenye mnyororo wa thamani. Kuanzia mwaka 2009 hadi kufika mwezi Januari 2025, vijana wa Kitanzania 1500 waliweza kuhitimu kwenye mafunzo hayo, ambapo kati ya hao vijana wa kike ni 167 na wa kiume ni 1333. Na kupitia programu hiyo tumeweza kumaliza kabisa uhaba wa wataalamu wa hiyo kada ya technicians kwenye migodi, na wakajaza nafasi na ikabidi sasa waajiriwe na maeneo mengine kwenye viwanda vya sukari na viwanda vingine vya kiuchumi. Kwa hiyo kwa kweli tukaona kwamba tumetoa mchango kuondoa wageni ambao walikuwa wanachukua fursa za Watanzania kwenye hilo eneo na kuajiri Watanzania kwa kuwapa huo ujuzi husika tukishirikiana na VETA.